leo kama kipindi cha Musa, kuna watumishi wengi wa Mungu wanaweza wakaikosa mbingu kabisa. Unajua Musa alichokifanya katika mwamba, unajua hapo ndipo lilikuwa tatizo la Musa kutofika Kanaani. Lakini alipokuwa katika mwamba, akaambiwa aweze kuambia mwamba na utoe maji. Na hapa watu wengi wanachanganya. Musa hakuambiwa apige mara moja ndio akapiga mara mbili. Aliambiwa auambie mwamba utoe maji, yeye akaupiga tena mara mbili. Lakini sasa hapo ndipo ilikuwa chanzo cha Musa, kwa sababu hakumwamini Mungu. Leo watumishi wengi wanakuwa na haki kwa sababu wametembea na Mungu kwa kitambo kirefu, kwa miaka mingi, wenda wamefanya huduma na kuponya wagonjwa au kukemea mapepo. Wanakuwa wanatembea na kiburi na kutumania haki. Mungu anasema mtu kama huyo akitumainia haki na kutenda uovu, huyo mtu atakuwa katika uovu huo. Haki yake haitamuokoa. Ndicho kitu ambacho Musa kilimkuta. Musa, pamoja na kwamba ni mtumishi ambaye ndiye aliyeongea na Mungu tofauti na wengine yote hapa duniani, lakini angecheza, alikuwa na hatari ya kukosa mbingu. Kabisa. Si tu hiyo nchi ya ahadi hapo, maana huo hata ulikuwa ni msamaha. Sasa nimesema hayo kwanza ndio niweze kuingia katika maandiko mara moja. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Hesabu. Soma Biblia yako vizuri. Na hapa ndipo watu huweza kusikiliza tu, wanasikia inakuaga hivi. Soma maandiko, jisomee. Tena kwa wakati ambapo tupo sasa hivi, rafiki zangu, ni wakati wa kusoma maandiko. Sasa watu wakiwa wakiambiwa, anasikia tu Musa aliambiwa apige, akapiga mara mbili. Tusome katika kitabu cha Hesabu sura yake ni ya 20 mstari wake ni wa 8. Anasema, twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba ule mbele ya macho yao utoe maji yake. Kwa hivyo aliambiwa auambie. Anasema, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Sasa mstari wa 10 ndipo kosa alilofanya Musa. Na ndio hili ambalo tunakwenda kuliangalia. Wapo wachungaji, wapo watumishi wa injili, lakini wataingia katika shimo hili ambalo Musa aliponea hati. Wao wanaweza wakajikuta wamekosa kabisa uzima. Ndio hapo tusikie. Mstari wa 10 anasema, Musa na Haruni kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia. Sasa Musa anawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? 11 Musa akainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wote pia. Hapo ndilo kosa la Musa lilipoanzia. Maana Mungu pia anakuja kueleza hata katika kitabu cha Zaburi, anaeleza Daudi, anasema hawakumwamini Mungu kwa sababu Mungu alimwambia aambie mwamba. Na unakumbuka huu mwamba ni Kristo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 anaeleza katika mstari wa 4. Musa anasema wewe mwamba uliofuata ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo aliambiwa awaambie mwamba utoe maji na utoe. Sasa katika hiki kilichofanyika ndicho ambacho kinakuwa kikifanyika. Watu wa Mungu waliozungumza na watu wengi na Mungu kwa kitambo wanaweza wakaingia katika hili shimo. Kwa nini tumesema hivi? Kwa sababu katika kitabu cha Ezekieli Mungu anaonya sana. Ndio maana hawezi Musa akaweza kusema kwamba alikuwa na haki ndio aweze kusema mimi mbona ndio niliongea na Mungu uso kwa uso, kwa hivyo nina haki ya kuingia mbinguni. Hicho kitu kasingewezekana kabisa hata kidogo. Kwa sababu katika sura hii ya 10:33 Ezekieli mstari wake ni wa 13 anasema, nimwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika matendo yake ya haki hata mojawapo halitakumbukwa, bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa katika huo. Hiyo ndio formula ya Mungu. Hauwezi ukatumainia haki ya zamani. Kuna mimi ni miaka 20 natumika, miaka mingapi? Hiyo haiwezi kukusaidia katika utumishi, katika mahusiano yako na Mungu. Ukianguka katika siku moja katika uzinzi huo, Daudi vile vile kama asingetubu katika dhambi ile alianguka hapo, alikuwa anakufa katika hiyo dhambi. Mungu hachezi na dhambi kabisa. Ndio maana hapo kuna hatari ya watu kupotea hapo, kujihesabia haki ya wakati wa uliopita, lakini Mungu anahesabu kwa kila tendo. Ndio naona katika Waebrania
Unaona katika Waebrania sura yake ya 12, Paulo anaeleza kabisa tena kwa moyo mmoja. Hebu sikia mstari wake ni 4. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita, maana yake kumbe kuna vita kubwa ya kupambana na dhambi. Dhambi si kitu Mungu anachezea ya kwamba ni kwa sababu ni huyu, kwa sababu ni mchungaji, kwa sababu ni nani. Hapana, kila mmoja atakuja kuchukua hesabu yake. Musa ilikuwa ni pambano, ndio maana hata shetani katika kitabu cha Yuda sura yake hiyo ni ya kwanza, kwa sababu ina sura moja. Kuanzia mstari wa 9 bado Mikaeli anaenda kupambana, kuongea na shetani kuhusiana na amehojiana naye kuhusiana na mwili wa Musa. Kwa sababu shetani naye alijua katika formula ya Mungu Musa tayari ameanguka, na hakujua kama Musa amekwisha kutubu. Kwa hivyo hatuwezi tukatumainia haki ya wakati uliopita. Tuna kazi kwa sababu tumepewa leo. Hii leo ndio siku ya kutengeneza. Ni hiyo siku unaweza kuanguka kabisa na kupoteza uzima, lakini ni siku unaweza kubadilisha. Ndio hata wale waliokuwa na maovu mengi nyuma, wakati wa kipindi cha nyuma, wanaweza kubadilisha ndani ya siku moja. Vile vile ikiwa watamfuata Mungu kwa moyo mmoja. Ndio inaelezwa hapa katika hicho kitabu cha Ezekieli sura yake ni ya 10:33 kianzia 11. Sema sifurahii kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu akai. Kwa hivyo gaidini Mungu anasema lazima watu waghairi, lakini yule atatumainia haki. Kama Musa angetumia tumainia haki yake, asingeweza kupata uzima abadan hata kidogo. Kazi ipo kwa wale wanaitwa kwa jina la Mungu kuweza kureflect kazi ya Mungu kwa muda wote. Ndio maana katika Yohana wa kwanza Paulo Yohana vile vile anakuja kueleza nini kifanyike haraka sana mtu, kwa sababu tupo katika dhambi, tupo katika kipindi ambacho ni ngumu. Wanadamu ni waasi tu na atui wa dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Hiyo ndio tunapaswa kuelewa. Sisi ni wa dhambi kwa sababu ni wa dhambi by nature, baada ya anguko ya baba yetu. Ndio anasema katika sura ya 2 ya Yohana wa kwanza, mstari tu wa kwanza anasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, kwa sababu kwenye ile dhambi ndio utafia. Mungu anaeleza kwenye hiyo dhambi ndio utafia, huwezi kuhesabiwa haki ya wakati wa nyuma. Ila ukitenda dhambi sasa, imetokea umetenda hapo, nini kifanyike? Anasema tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo ni lazima baada ya hapo mtu arudi kuitubia ile dhambi, aungame na kutubia ile dhambi, kwa sababu katika hiyo dhambi hiyo anaweza kufia katika hiyo dhambi. Ndio formula ya Mungu ilivyo. Unaona? Kwa hivyo ni hatari ya wahubiri wengi. Tusiwe na kiburi cha kutumika. Tusiwe na kiburi cha miaka tuliotumika katika kanisa, miaka tulioabudu mbele za Mungu katika kanisa. Hicho ni kitu hakiwezi kutuokoa hata kwa sekunde moja. Kile kitatufanya kubaki kwa Mungu ni kubaki kuwa macho hivi, kuwa macho kwa kila hatua ili tusiweze kuanguka, tusije tukaanguka. Kazi yetu ni kubaki katika miguu ya Kristo mara kwa mara, maana ndio haki yetu. Lakini kama tukigeuza miguu na kurudi katika dhambi hata kwa sekunde moja, kudhania kwamba hapa tunaweza tukafanya hivi, tuko hakika ya watumishi, hakika ya wale wanaoitwa wa Kristo wataangamia kwa hiyo dhambi, na hakuna msamaha kwa sababu wamecheza na dhambi. Kristo ndio unaona katika sura ya 6 ya Waebrania, mtu akitenda dhambi anamrudisha Yesu katika msalaba. Si kwamba damu ya Yesu haijafanya kazi, imefanya kazi hata kumtakasa. Ni damu yake yeye kupambana na hiyo dhambi. Mungu na akatusaidie sana kwa jina la Yesu.